Sina shaka hujambo mtazamaji wa TBC1. Asante kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya. Karibu kwenye maonesho ya 8 ya teknolojia ya madini ambayo yanafanyika hapa mkoani Geita katika viwanja vya maonesho ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mabanda ni mengi sana hapa, lakini moja kati ya mabanda ambayo yamevutia watu wengi ni banda la Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF, ambapo lipo hapa kwenye maonesho ya 8 ya teknolojia ya madini. Kama ambavyo unafahamu, maonesho haya yamefunguliwa rasmi tarehe 22 na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, na pamoja na kwamba alizunguka katika mabanda mengi, moja kati ya mabanda ambayo yalimvutia na alipita ni banda la NSSF, na wakati akiwa hapa alipata fursa ya kufahamu kile ambacho kinaendelea ama kinafanyika hapa katika banda hili, na alipata fursa ya kumpitisha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ni meneja uhusiano na elimu kwa umma Lulu Mengele, ambaye amesema yote ambayo yanafanyika hapa, huduma anazozitoa, lakini akakazia zaidi kuhusu masuala mazima ya NSSF kwenye masuala ya kidijitali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuko hapa kwa niaba ya mkurugenzi wetu mkuu Masha Mshomba. Tuko wafanyakazi kwa ajili ya kutoa elimu ya hifadhi ya jamii kwa upande wa sekta binafsi, wananchi waliojiajiri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili ni banda lako. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mafanikio ambayo tunayo ni wewe pamoja na viongozi wenzako wametuongoza, tunang'aa kama vile dhahabu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mmetuelekeza mambo mbalimbali, lakini kwa ufupi, mafanikio makubwa ambayo tumeyapata, serikali mlisema tutoke ofisini twende tukahudumia wananchi. Mlituelekeza tutoe huduma bora kwa urahisi. Mlituelekeza watu wapate hela zao kwa wakati. Mlituelekeza kutumia mifumo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kidogo tu hapo, mwananchi akija hapa, anapokuja hapa, anachukua simu yake, anaskani. Akisha skani hapa, anapata kila kitu. Mwajiri, mwajiriwa, matibabu, maeneo yote. Tuko kidijitali kabisa. Tumewafikia na wanang'aa kama dhahabu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kingine tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu ya kidijitali. Wananchi ulituelekeza kwamba wananchi wote hawa wachimbaji wadogo wadogo, mamalishe, kwa nini wasifikiwe? Simu ndogo tu wanabonyeza *152 wanapata taarifa zao hapa hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati serikali ya awamu ya 6 ilipokuwa inaingia madarakani, thamani ya mfuko ilikuwa trilioni 4.8. Sasa hivi ambapo serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, thamani ya mfuko trilioni 9.9. Ukisikia paka rangi, sina shaka unafahamu rangi kazi yake ni kufanya nini. Rangi kazi yake ni kung'arisha na kuhakikisha kila kitu kinaonekana vile ambavyo itamvutia yule ambaye yuko nyuma au anakitazama. Sasa NSSF wanayo NSSF Star wa Mchezo. Star wa Mchezo ni wewe ambaye umejiajiri, umeajiriwa, lakini wewe mwajiri ambaye una kampuni, una biashara yako, na unachotakiwa kufanya ili ung'ai kama dhahabu, kupeleka michango kwa wakati. Bodaboda, mamalishe, kile unachokipata leo kitakusaidia kesho. Kipeleke NSSF ili ujitengenezee kesho yake ambayo inakuwa bora zaidi. Lakini kwa wewe ambaye ni mwajiri, una kampuni binafsi, una biashara, peleka michango ya mwajiriwa wako kwa wakati ili aendelee kung'aa, aendelee kuwa star wa mchezo. Na tunakuambia wewe ni star, ng'aa kama dhahabu na NSSF. Lakini kufahamu huduma ambazo zinatolewa na NSSF na majukumu yake katika mkoa wa Geita, pia tumsikilize hapa Winieli Lusingu ambaye yeye ni meneja wa NSSF katika mkoa huu wa Geita. Katika mkoa wa Geita tunashukuru kwamba tumekuwa tukifanya vizuri kadri siku zinavyokwenda, kwamba uchumi unakuwa. Katika sekta binafsi watu wamewezeshwa, mazingira ni wezeshi. Kwa hiyo kadri siku zinavyokwenda ndivyo jinsi ambavyo NSSF tunazidi kuwafikia wanachama wetu, si tu kuwaandikisha lakini pia na kuchangia. Nikizungumzia katika mkoa wa Geita pekee, mwaka uliopita wa fedha tuliweza kukusanya kiasi cha bilioni 69.3. Lakini mwaka huu wa fedha 24-25 tuna lengo la kukusanya bilioni 128.2. Hatuna mashaka kwamba lengo hili litafikiwa kwa sababu kila siku wananchi wamekuwa wanapanda juu kiuchumi.
tunafahamu kwamba mkoa wa Geita uko vizuri kwenye sekta ya madini. Kule kwenye sekta ya madini, mnyororo mzima wa uchimbaji wa madini unahusisha watu walioajiriwa, lakini na sekta ambayo wamejiajiri pia. Hii ina maana kwamba wachimbaji wadogo wa madini wana nafasi ya kujiunga NSSF, kuchangia na kupata mafao yote ambayo yanapatikana kwa wale wanachama na wachangiaji ambao wameajiriwa. Tunaamini kwamba na serikali iliona kwamba kundi kubwa liko kwa hawa watu ambao wamejiajiri. Wako wavuvi, wako wafugaji, wako mamalishe, babalishe, wako maafisa usafirishaji, wote. Ndio maana NSSF tuna slogan yetu inasema hifadhi ya jamii kwa wote. Nitoe rai kwa wale wanachama wote, wananchi wote ambao bado hawajajiunga na NSSF. Ni muda umefika sasa kwa wao kujiunga na NSSF ili kuhakikisha kwamba wamepaka rangi staa zao. Lakini na wale ambao tayari walishakuwa ni wanachama wa NSSF, ni muda wao sasa kuendelea kuchangia mara kwa mara ili kupaka rangi. Ukipaka rangi kila wakati, unaboresha maisha yako ya sasa na ya baadaye. Teknolojia inakuwa kwa kasi sana na kila huduma ambayo unaitaka kwa sasa unaweza ukawa unaipata hapa. Kasi ya teknolojia inakwenda sawa sawa na kasi ya NSSF katika kuhakikisha kwamba mteja unapata huduma zote ambazo unazitaka kwenye simu janja yako. NSSF Portal unaweza kupata huduma zote hapo, lakini pia kupitia QR code ambayo iko hapa unaweza kupata huduma zote ambazo zinatolewa na NSSF kama ambavyo unashuhudia hapa. Kikubwa tu uwe na simu janja, lakini pia ukija kwenye maonesho haya utapata huduma zote kwa kuscan QR code ambayo inaonekana hapo. Inawezekana pia unajiuliza, wewe ambaye huna simu janja kama ya kwangu, yawezekana unajiuliza sasa itakuwaje, napataje huduma za NSSF? Hawajakusahau. Una kiswaswadu, usipate tabu. Ni kupitia *152 *00 alama ya reli unapata huduma zote ambazo ungeweza kuzipata ukiskani ile QR code pale ama kupitia kwenye website. Sasa humu kila kitu unakipata kwenye USSD kama ambavyo nimekufahamisha hapo. Uchumi pia wa wananchi wenyewe umeanza kukua kwa sababu kama ulivyosema hii ni upande wa sekta binafsi na watu wanaojiajiri wenyewe. Kwa hiyo endeleeni kuwahamasisha kwa sababu wengi hawafahamu hela zao wanaziwekeza sehemu ambazo haziwezi kuwasaidia. Kwa hiyo watakapoweka hapa, pengine mtawapa na elimu ya uwekezaji, watakapopata kwa mfano wale wanaopata pension za binafsi zile wakawekeze tena sehemu nyingine waweze kupata mafao yao. Lakini kikubwa nimefurahishwa kwamba hata kama huna simu janja bado unaweza ukapata huduma. Hilo ni kubwa kwa sababu bado wengi hawana simu janja. Sasa ikiwa hakuna jinsi ya kuwafikia, ina maana wanakuwa wametengwa, lakini nyinyi mmeamua, mmetafuta jinsi mnawafikia popote walipo. Hilo ni jambo kubwa na naamini kabisa litaongeza hamasa ya watu kujiunga kwa sababu kila mmoja anaona naye amejaliwa, amefikiwa. Kwa hiyo hongereni sana. Kwanza nimeona wafanyakazi wenyewe wamechangamka, wana furaha, lakini nimekutana na wanachama mbalimbali ambao wamekuja kupata huduma hapa. Kwa kweli wanachama niliokutana nao wamefurahia sana huduma zetu za NSSF. Jumla ya wanachama 400 katika kipindi hiki cha maonyesho wameweza kuandikishwa, na wanachama wameandikishwa, wamepata namba za wanachama, wamepata control number pamoja na vitambulisho vyao. Na sasa mwanachama anaweza kujiandikisha yeye mwenyewe akiwa yuko nyumbani kwake, anaweza kujiandikisha, anaweza kujua michango yake, anaweza kupata control number, anaweza kufanya malipo. Kwa hiyo hii ni hatua kubwa sana na wanachama wenyewe wamekiri kwamba kwa kweli huduma zetu ni nzuri. Zile social media na namna ambavyo zimekuwa zikisaidia wanachama wengi kuweza kupata huduma kwa urahisi, kwa sababu hatuwezi kuwafikia kwa wakati mmoja, lakini kupitia hizi social media mwanachama akiingia pale atajua NSSF inafanya nini, atajua hifadhi skimu, star wa mchezo ni nani, na kampeni ya star wa mchezo paka rangi. Lakini pia mpango ambao umeutumia mwaka huu kwamba hawa watumishi waliokuja hapa sio kwamba wamekaa kwenye banda wanasubiri wateja, hapana. Hawa watumishi wanakwenda kwenye maeneo ambayo yana wanachama wengi, wanakwenda kule wanaangalia kuna mabanda gani, kwa sababu watu walioko hapa wana shughuli zao. Kwa hiyo kuna watu ambao hawawezi kutoka kwenye mabanda yao kuja kwenye banda la NSSF, lakini kampeni ya mwaka ni kwamba tunawafuata pale walipo. Kwa hiyo watumishi hawa kwa kweli mimi nawapongeza sana.
Naam, hifadhi ya jamii kwa wote NSSF wanaendelea kupata huduma mbalimbali kutoka NSSF kama ambavyo wanakueleza hapa. Miongoni mwa watu ambao wamefurahia sana kufika kwenye maonyesho ya 8 ya teknolojia ya madini ni wale wote ambao wamepita kwenye banda la NSSF, na moja kati ya vitu ambavyo wameeleza kuzifurahia zaidi ni huduma ambazo zimetolewa na NSSF, hasa huduma za NSSF kidijitali kama ambavyo nimetoka kukueleza hapo. Lakini pia NSSF wanapatikana kwenye kurasa zote za mitandao ya kijamii, Facebook, X, Instagram, bila kusahau YouTube kama NSSF Tanzania. Kama NSSF kiganjani nilikuwa sina, lakini sasa hivi naangalia huduma mtandaoni NSSF kidigitali, na nimefurahia huduma zao, wako vizuri kwa wakati na wanamsikiliza mteja kwa wakati. Na pengine ningependa makampuni, baadhi ya makampuni yanayoajiri wafanyakazi yaingize michango yao kwa wakati, na mwajiri anavyokuwa anamwekea mwanachama kwa wakati, hata mwanachama mwenyewe anafurahia hata huduma NSSF kiganjani endapo anakuwa anaangalia kila wakati michango yake. Kwa majina naitwa Merio Nyancha, kazi wa Geita, ni mwanachama wa NSSF na zaidi ya miaka 10. Nashukuru kwa kujiunga kwa NSSF. Kuna mambo mengi ambayo nimeyapata mazuri. Kama jambo la kwanza, nimenufaika kwenye upande wa uzazi. Nilipata mafao ya uzazi makubwa mazuri, lakini pia kwa upande wa matibabu pia ninashukuru, mimi pamoja na familia yangu, watoto wangu tunatibiwa bila shida yoyote. Tukipeleka tu kitambulisho tunatibiwa wote. Tunashukuru kwa hilo. Kwa hiyo kwa niaba ya kwangu mimi mwenyewe napenda kuwaomba wafanyabiashara, wananchi wote, jamani tujiunge na NSSF, hutojuta. Mimi ninashukuru, naona kama uzee wangu utakuwa mzuri. Tangu nipate mawazo ya kuchangia, ninaendelea kuchangia vizuri kila mwaka, na napenda kuwapa rai wengine ambao hawajajiunga na huu mfuko kujiunga, ili uweze kusaidia katika maisha. Unapokuwa katika maisha mengi, unaweza kuanza kuchangia kwa kutumia simu yako ya kiganjani. Ni mfuko ambao unasaidia kwa sehemu kubwa. Leo unakuwa nacho, kesho hauna, lakini utakusaidia katika mambo mengi, hasa katika matibabu. Tunasaidia, tunachangia mimi na familia yangu, tunapata matibabu bila matatizo, na tunachangia kila mwezi. Nina imani umefurahia elimu na yote ambayo umeyapata katika kipindi hiki mtazamaji, lakini furaha zaidi wameipata wale ambao wamepita kwenye banda la NSSF hapa kwenye maonyesho ya 8 ya teknolojia ya madini ambayo yanafanyika kwenye viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni viwanja vya maonyesho hivi ambayo imefanyika hapa mkoani Geita. Tuna la ziada kwenye kipindi cha leo. Endelea kuhakikisha kwamba unaifuatilia NSSF kote kwenye mitandao ya kijamii. Jina langu ni Zaitun Hamisi. Asante na karibu tena.